الحمد لله الذي جعل النساء شقائق الرجال في الطاعات وفضل أهل الذكر والهدايات، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من وعظ وذكر، وعلى آله وصحبه أهل الفضل والأثر. أما بعد، فيا أمهات المؤمنين اتقين الله رب العالمين، واعلمنا أن المرأة المؤمنة إذا صلحت صلح بيتها، وإذا استقامت استقام أهلها، فهي في بيتها راعية ولأولادها مربية ولزوجها معينة. أيتها المسلمات، إن خروج المرأة من بيتها يكون بالحشمة والستر والوقار، لا بالتبرج والانكسار. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بعدكم حميدي الله جل وعلا، نكم تكيا صالنا سلام تمبيت محمد صلى الله عليه وسلم. Enyi wanamama waumini, enyi dada zetu katika dini na yaqeen, mcheni Allah tabaraka wa taala, mola wa viumbe vyote, na mtambue ya kwamba mwanamke mu'min pindi atakapotengemaa hutengemaa nyumba yake, wa idha istaqamat, na pindi atakaposimama sawa sawa watasimama watu wa nyumbani kwake, fahiya fi baitiha ra'iyatun, naye mwanamke wa Kiislamu, mwanamama wa Kiislamu katika nyumba yake ni mchunga, wali auladiha murabbiyatun, na kwa watoto wake ni mwenye kuwalea kwa malezi ya kisheria, wali zawjiha muina, na kwa mumewe ni mwenye kumsaidia, mwenye kumpatia msaada mume wake kwa vile ambavyo atakavyoishi na mumewe na watoto wake, lakini kadhalika kumsaidia mumewe katika taa na katika kuwaongoza, kuwapa miongozo mbalimbali na nasaha mbalimbali watoto wake. Ayatuha almuslimat, enyi wanamama wa Kiislamu, inna khuruj almar'a, hakika kutoka kwa mwanamke min baitiha, kutoka katika nyumba yake, yakunu bilhishma, inakuwa kwa hishma, wasatr walwaqar, na kwa kujistiri, lakini kadhalika kwa utulivu na unyenyekevu, la bitabarruji walinkisar, si kwa kudhihirisha mapambo na kujivunja vunja, kutembea kwa maringo barabarani. Qala Allah jalla wa ala, asema Allah subhanahu wa ta'ala: waqarna fi buyutikun, na tulizaneni katika majumba yenu, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, na wala msitoke hali ya kuwa ni wenye kudhihirisha mapambo kama vile ambavyo walivyokuwa wakitoka katika jahiliya ya mwanzo. Qala al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, ay ilzamna buyutakun, lazimianeni na majumba yenu, fala takhrujna lighairi haja, na wala msitoke katika majumba yenu pasi na kuwa na haja, mutoke kwa haja maalum. وقال العلامة السعدي رحمه الله في الآية: الأمر للنساء بالسكون والقرار في البيوت لأن ذلك أسلم لهن وأبعد عن الفتنة. انتهى كلامه رحمه الله. Na anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, katika aya hii kuna maamrisho kwa wanawake
kutulizana na kukaa katika majumba yao. Lianna dhalik, kwa sababu hilo, jambo hilo la wao kulazimiana na majumba yao, aslamu lahun, ni jambo ambalo lenye kuleta amani zaidi kwa wao, wa ab'adu anil fitan, na kuwaeka mbali wao na fitna, kuwaeka mbali wanawake hao ambao wamelazimiana na majumba yao kutokana na fitna. Walakin idha kharajat almar'a lihajatin au lita'atin au litalabi ilmin kharajat biladabi waliffati walhijab, na lakini anapotoka mwanamke kwa ajili ya haja maalum au kwa ajili ya taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala au kwa ajili ya kutafuta ilmu ya kisheria, kharajat bil adab, atatoka kwa adabu ambayo tumeelekezwa ama wameelekezwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal iffa, kadhalika na kujichunga na mambo machafu, wal hijab, na atatoka hali ya kuwa amevaa hijabu ya kisheria. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, idha ista'dhanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'aha, amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pindi atakapotakwa idhni mmoja wenu na mwanamke wake, idhni hiyo ya kuelekea msikitini katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala, fala yamna'aha, basi asimzuie, usimzuie mkeo kuelekea katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala. Hadithu muttafaqun alayhi. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa buyutuhun khairul lahun, na majumba yao ndiyo bora kwa wao kulazimiana na majumba yao. Faya ummatal islam, enyi wanamama wa Kiislam, ukhrujna bisitrin la bishuhratin, tokeni katika majumba yenu hali ya kuwa ni wenye kujistiri, si kwa kutafuta umashuhuri, kwa kutaka kudhihirisha mapambo yenu, kudhihirisha vitu vyenu vya thamani. Wa bihayain la bifitnatin, na tokeni katika majumba yenu hali ya kuwa ni wingi wa haya, na wala msitoke kwa ajili ya fitna, kuwafitini wanamume. Wa bidhikrin la bighaflatin, na mtoke hali ya kuwa ni wenye kukumbuka makemeo na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msitoke hali ya kuwa ni wenye kughafilika. Waj'alna khurujakum ta'atan lirrahman la sababan li sakhati ad-dayyan, na mjalie kule kutoka kwenu katika majumba yenu iwe ni kumtii Allah tabaraka wa ta'ala. Wakati watoka katika nyumba yako, ndani yake kuwe na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na wala isiwe sababu ya kukasirikiwa siku hiyo ya malipo. Ayatuha almu'minat, inna min a'zami zinati almar'ah haya'uha, wa min ajalli thiyabiha taqwaha, wa min ashrafi akhlaqiha ta'atuha li rabbiha wa zawjiha fi ghairi ma'siyah. Enyi waumini wa kike, enyi wanamama wa Waislamu, kwa hakika miongoni mwa kubwa ya pambo la mwanamke ni ile haya ambayo aliumbwa nayo, haya aliyokuwa nayo. Na katika bora ya vazi ambalo atakikana kujivesha mwanamke wa Kiislamu
ni kule kumcha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na bora ya tabia ambayo atakikana kuwa nayo mwanamama wa Kiislamu, ta'atuha li rabbiha, ni taa yake kwa Mola wake mlezi, wa zawjiha, na kwa mumewe, fi ghairi ma'siyah, taa hiyo kwa mume wake bila ya kuwepo na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba akamtii mume wake, akamfanyia mema mumewe katika hali ambayo hakuna kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, an-nisaa awratun fasturu al-awrat bil buyut. Anasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kwamba wanawake ni uchi, basi wastiri maungo yao katika majumba yao. Kwamba Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu anawakumbusha wanawake ya kwamba wao ni uchi, basi wajistiri katika majumba yao, wasiwe ni wenye kukithirisha kutoka bila ya sababu, bila ya haja. Waqala ba'd as-salaf, khairu an-nisaa man idha ra'aytaha sarratka wa idha ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malik. Na wamesema baadhi ya wema waliotangulia, bora ya wanawake, bora ya mwanamke ni yule ambaye pindi unapomtazama na kufurahisha, na pindi unapokuwa haupo kwake yeye anajihifadhi yeye na nafsi yake, na mali yako kadhalika anakuhifadhia. fahfadhna alsinatakun min alghibati wan namima wahfadhna absarakun min alharami warradhila warabbina awladakun ala alqur'ani wassunnah walaqidati as-sahiha. Basi zihifadhini ndimi zenu kutokamana na ghiba na kusengenya na namima, na muyahifadhi macho yenu kutokamana na yale ambayo ya haram na mambo machafu, mambo mabaya. Wa rabbina auladakun, na muwalee watoto wenu ala alqur'ani was-sunnah, juu ya maelekezo ya Qur'an na sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wal aqidati as-sahiha, na itikadi ya sawasawa. Ndiyo malezi ambayo yatakayopelekea watoto hao kutengemaa sawasawa na kukaa sawasawa. Wa'lamna anna al-mar'ata as-salihah hiya durratu al-bayt wa sababu al-barakat wa miftahu as-sa'adat, fatuba liman ata'at rabbaha wa sanat nafsaha wa hafidhat dinaha wa ba'laha. Na mtambue ya kwamba mwanamke mwema naye ni lulu katika nyumba yake, na ndiyo sababu ya baraka. Na mwanamke mwema vile vile ndiyo ufunguo wa mafanikio. Kheri iliyoje kwa yule ambaye aliyemtii Mola wake mlezi na akaitengeneza nafsi yake katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akaihifadhi dini yake, na akamhifadhi na kumheshimu mume wake. Namuomba Allah jalla wa ala awatengeneze wanawake wa Waislamu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie kuwa ni wale ambao wenye kujihifadhi pale ambapo waume zao hawapo. Namuomba Allah tabaraka wa ta'ala awajalie kuwa ni wanawake ambao wenye haya ambayo itakayowachunga wao kutokana na machafu na kuwathibitisha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.